Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran inasema imeshaandaa mitambo yake kwa ajili ya kuidhalilisha Israel. Iran inasema kwamba wapo katika tahadhari ya hali ya juu sana, na ikiwa Israel itaamua kufanya shambulizi la aina yoyote ambalo wanadai halitoweza kufanikiwa, basi itapata jibu baya na la uhakika la kudhalilika. Jeshi la serikali ya mapinduzi ya Iran limesema siku ya jana Alhamisi kwamba Iran itaipa jibu zito Israel, na jibu la kudhalilisha, na kama ambavyo inafanya katika Gaza ndicho ambacho Teheran itafanya katika taifa hilo la Wayahudi. Hata hivyo, kupitia shirika la habari la CNN limeripoti taarifa za kijasusi za Marekani zikipendekeza kwamba Israel ilikuwa inafanya maandalizi ya kufanya mashambulio katika vinu vya nyuklia vya Iran. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na IRGC, kwa maana jeshi la Israel, inasema kwamba wanajaribu kututisha kwa vita, lakini wanafanya hesabu potofu kwa vile hawatambui uungwaji mkono mkubwa wa wananchi na jeshi ambao Jamhuri ya Kiislamu inaweza kupata katika hali ya vita. Jeshi la IRGC limeeleza katika taarifa yake. Teheran na Washington zitafanya duru ya 5 ya mazungumzo ya nyuklia siku ya leo Ijumaa huko Roma nchini Italia, huku kukiwa na kutoelewana vikali kuhusu kurutubisha madini ya uranium nchini Iran, ambayo Marekani inasema ni njia inayowezekana ya kutengeneza mabomu ya nyuklia. Iran inakanusha nia yoyote kama hiyo, lakini wakati huu ambapo Israel imeapa kwamba lazima ishambulie vinu hivi vya nyuklia hata bila ya msaada wa Marekani, Iran inasema kwamba Israel isithubutu kufanya hivyo, kwani Iran inajua vilipo vinu vya nyuklia vya Israel, lakini pia Iran inajua ni wapi idhalilishe Israel, na kamwe dunia haitokuja kusahau juu ya kuharibiwa kabisa kwa taifa hilo la Kiyahudi kama ambavyo wameiharibu Gaza. IRGC inasema kwamba katika kipindi ambacho mataifa yatakuja kuona huruma dhidi ya taifa hilo la Kiyahudi ni nyakati ambazo Benjamin Netanyahu atayamrisha majeshi yake kufanya shambulizi la aina yoyote katika ardhi ya Iran. Hatutakuwa na huruma, tutaishambulia vibaya sana Israel. Hatupo tayari kuona unyanyasaji ambao unaendelea katika ukanda wa Gaza. Tupo tayari kwa wakati wowote. Tunasubiri amri kutoka kwa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, haijulikani ikiwa Israel itashambulia au la, na haikuwa wazi kama viongozi wa Israel walikuwa wamefanya uamuzi wa mwisho kuhusu hatua ya kijeshi, na kulikuwa na kutokukubaliana ndani ya serikali ya Netanyahu na hata na Marekani kuhusu iwapo Israel ingeamua kufanya shambulizi. Kuvunjika kwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran au makubaliano mapya ya nyuklia ambayo hayaondoi wasiwasi wa Israel kuhusu Iran kutengeneza silaha za nyuklia kunaweza kuchochea mashambulizi ya Israel dhidi ya hasimu wake mkuu wa eneo hilo, wanadiplomasia wanarai. Baadaye siku ya Alhamisi, Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni, alisema katika mahojiano na televisheni kwamba ikiwa Marekani inalenga kukomesha urutubishaji wa uranium, basi hakutakuwa na makubaliano ya nyuklia. Wamesema maafisa wa Marekani kwamba hawaamini katika kurutubisha nyuklia kwa Iran. Kurutubisha uranium kwa Iran, na inabidi kome kabisa. Ikiwa hili ndilo lengo lao, hakutakuwa na mpango wowote wa mazungumzo na tutaishia hapo, Araghchi alisema katika mahojiano yaliyofanywa na televisheni ya taifa. Na hili ndilo ambalo linaivuta Israel katika mapambano zaidi. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran anasema wazo la muungano la kurutubisha madini ya uranium kwa kushirikiana na mataifa mengine si baya, lakini halitachukua nafasi ya kurutubisha ardhi ya Iran. Siku ya Jumanne, kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei alisema madai ya Marekani kwamba Teheran ikome kurutubisha madini ya uranium ni ya kupita kiasi na ya kukasirisha. Vyombo vya habari vya serikali vilimnukuu. Hata hivyo, vyombo hivyo vya habari vilionyesha shaka iwapo mazungumzo juu ya makubaliano mapya ya nyuklia yatafanikiwa. Teheran inashikilia mpango wake wa nishati ya nyuklia ni kwa madhumuni ya kiraia pekee. Iran ina uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia, lakini haina nia ya kufanya hivyo, Abbas Araghchi alieleza. Iran na Israel zilihusika katika mabadilishano ya moja kwa moja ya moto mwaka uliopita Aprili na mwezi Oktoba, na kuongeza hatari ya migogoro ya kikanda.